Maadhimisho ya miaka 80 ya siku ya ushindi pale Urusi tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka 2025 hayakuwa tu ni maadhimisho ambayo yamekutanisha viongozi mbalimbali duniani, lakini pia yalikuwa ni maadhimisho ambayo yalikuwa yanawakutanisha viongozi wa mataifa yanayopendana duniani kwa ajili ya kujadili mustakabali wa dunia kwa ujumla wake, ambapo pamoja na mambo mengine tumeona Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin pamoja na viongozi kutoka mataifa 29 walitumia muda huo kukaa pamoja, kujadiliana na kuweka mustakabali wa pamoja wa namna gani dunia ambavyo inaenda. Moja kati ya watu ambao walihudhuria katika sherehe hizo kama ambavyo tumezungumza ni Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Baada ya kumalizika kwa sherehe za ushindi, Kapteni Ibrahim Traore alitembelea katika moja kati ya chuo ambacho kipo pale Urusi, ambapo raia kutoka Afrika au wanafunzi kutoka Afrika wanasoma katika vyuo hivyo. By then alipokelewa kwa shangwe kali sana. Sasa baada ya hilo, Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin pamoja na Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore walikaa katika meza ya pamoja, round table, na kuzungumza juu ya yale ambayo yanaendelea kati ya Urusi pamoja na Burkina Faso, ambapo tumewaletea hapa hotuba ya mkutano wa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin pamoja na Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Vladimir Putin alifanya mkutano na Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore huko Kremlin. Mkuu wa jamhuri yuko nchini Urusi kwa hafla ya kuadhimisha miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya Patriot. Sasa Kapteni Ibrahim Traore pamoja na mambo mengine tuliona aliambatana na ujumbe mbalimbali, ambapo kwa upande wa Urusi mkutano huo ulihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, naibu waziri mkuu Alexander Novak, naibu mkuu wa wafanyakazi wa ofisi ya rais mtendaji Maxim Oreshnik, naibu mkuu wa wafanyakazi ofisi ya rais katibu wa vyombo vya habari wa rais Dmitry Peskov, msaidizi wa rais Yuri Oshakov, waziri wa ulinzi Andrei Berusov, waziri wa maendeleo ya kiuchumi na mkuu wa huduma ya uchumi Maxim Reshentnev, Anna Popova, pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la nishati atomic ya serikali ya Urusi Rosatom anayefahamika kama Alexei Likashev. Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alianza hotuba yake kwa kusema hivi: Mheshimiwa Rais, marafiki, tumefurahi kukuona. Kabla hatujaanza, ningependa kukushukuru tena kwa uamuzi wako wa kushiriki katika sherehe za kuadhimisha miaka 80 ya ushindi katika vita kuu ya uzalendo. Nakumbuka mazungumzo yetu yenye kujenga yenye tija ulipotembelea nchi yetu kwa mara ya kwanza mwaka 2023 ili kushiriki katika mkutano wa Urusi Afrika huko St. Petersburg. Ziara yako sasa nchini Urusi kuhudhuria sherehe za kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi ni ishara safi ambayo inaonyesha hali ya urafiki, uhusiano bora kati ya Burkina Faso pamoja na Urusi. Pia ninapenda kutaja mchango wa nchi yako katika kushinda unazo Ujerumani na satellite zake. Takribani watu 30,000 kutoka Burkina Faso ya kisasa walipigana kama sehemu ya muungano wa kumpinga Adolf Hitler katika mfumo wa Free France ulioongozwa na mwana hadithi wa watu wa Ufaransa anayefahamika kama Charles de Gaulle. Leo tumeunganishwa na lengo moja, ni kupambana na ugaidi na itikadi kali. Tutaendelea kuisaidia jamhuri katika kurejesha utawala wa sheria na utaratibu wa kikatiba na kusaidia katika kukandamiza makundi yenye misimamo mikali ambayo bado yanafanya kazi katika baadhi ya maeneo ya Burkina Faso. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, tumepata maendeleo makubwa katika kupanua ushirikiano wa kunufaishana wa pande mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Mwishoni mwa mwaka 2023, baada ya utulivu uliochukua zaidi ya miaka 30, ubalozi wa Urusi huko Ouagadougou ulianza tena shughuli zake. Mazungumzo ya mara kwa mara ya kisiasa yalianzishwa. Ingawa biashara baina ya nchi mbili inasalia kuwa ya kawaida, hata hivyo inazidi kuongezeka, ambayo ni mwelekeo unaotia matumaini ambao bila shaka unapaswa kuhimizwa. Tutafanya kazi pamoja ili kuimarisha zaidi uhusiano wa kiuchumi na kubadilisha biashara ya pande zote. Siku za kiuchumi za Burkina Faso nchini Urusi mnamo Oktoba mwaka 2024, ambazo zilihudhuriwa na wajumbe wa ngazi ya juu kutoka Burkinabe wakiongozwa na waziri mkuu, zilikuwa na manufaa makubwa sana kati ya pande hizi mbili.
Kazi inaendelea kuunda tume baina ya serikali, kikundi cha kufanya kazi ambacho kilijitolea na kiliundwa mwishoni mwa mwaka 2024. Tutaendelea kuisaidia nchi yako katika kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa kitaifa. Kiwango cha udhamini cha serikali ya Urusi kwa raia wa Bukinabe kimeongezwa zaidi ya mara 2 kwa mwaka wa masomo 2024-2025. Mwaka huu tumejiandaa kuchukua wanafunzi 27 kutoka nchi yako. Masomo yatatolewa kutoka katika bajeti ya shirikisho la Urusi. Kwa ujumla, wanafunzi wapatao 3500 kutoka Burkina Faso wamepata elimu yao nchini Urusi. Uhusiano wa kitamaduni baina ya mataifa haya mawili umekuzwa tangu mwaka 2024 na nyumba ya Urusi yenye makao yake makuu Wagadugu, ambayo imekuwa ikitoa madarasa ya lugha ya Kirusi miongoni mwa mengine. Ushirikiano katika huduma za afya na usafi wa mazingira umekuwa na mafanikio makubwa. Mnamo April 24 hadi 25, Bi Popova alitembelea Wagadugu. Tuko tayari kufanya utafiti wa pamoja wa kisayansi, kuendeleza miundombinu ya maabara na kutoa mafunzo kwa wataalamu. Tunatanguliza misaada ya kibinadamu kwa Burkina Faso pia. Mwaka jana tulisafirisha hadi katika taifa lako tani 25,000 za ngano bila malipo. Mwezi huu kuna shehena kubwa ya vyakula itawasili tena pale Uagadugu. Tunashukuru uratibu wa karibu na Burkina Faso katika nyanja ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa. Mashauriano kati ya Urusi na shirikisho la nchi za Sahel yamekuwa na muundo mpya muhimu wa ushirikiano. Mkutano wa kwanza kama huo ulifanyika katika ngazi ya mawaziri wa mambo ya nje huko Moscow mnamo mwezi April. Nadhani ni matarajio yetu ni mazuri katika maeneo mengi. Tuna fursa ya kujadili baadhi ya mambo hayo leo. Hii ilikuwa ni hotuba ya ukaribisho wa Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, na alitoa maneno hayo kama ukaribisho kwa Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Baada ya hapo, Kapteni Ibrahim Traore akazungumza. Rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore alianza kwa kusema, habari za mchana rais mpendwa. Asante sana. Ninayo heshima kubwa kwanza kushiriki katika sherehe za ushindi mkuu. Ningependa kukushukuru kwa mwaliko. Ni ishara kubwa sana kwetu. Lazima niseme kwamba wakati wa ziara hii nimejifunza mengi kuhusu utamaduni na historia ambayo ilikuwa na misingi ya upinzani wa watu wa Urusi. Nimejifunza kuhusu dhabihu zilizotolewa na watu wako ambazo zimeifanya kuwa taifa huru leo. Ningependa kukushukuru kwa mara nyingine tena kwa kunialika. Wakati huu mahususi na mkutano huu unatupa nafasi ya kufikiri juu ya kile kinachotokea sasa na zaidi kufikiria jambo ambalo litatokea huko mbele. Vikwazo vya leo havipaswi kutuzuia. Kwa kiasi fulani, vikwazo hata hivi ucheza mikononi mwetu, kwa sababu licha ya vikwazo vilivyowekwa dhidi ya shirikisho la Urusi na nchi nyingi, Urusi inachukua nafasi kubwa katika uwanja wa kimataifa, na tunazingatia jambo hili na tunaelewa kuwa si rahisi. Niliwatazama wanajeshi wakitembea mbele yetu, nikaona vifaa vya kijeshi vikiwemo vifaru ambavyo vilishiriki katika vita kuu ya uzalendo, na nikaona vifaa vya kisasa pia. Tungependa ushirikiano kati yetu ili kukuza kwa kasi na sisi kuchukua fomu mpya. Tunashukuru kwa mtazamo wako wa kuelekea Burkina Faso. Leo nilitembelea taasisi ya maendeleo na tunaelewa kuwa pamoja na ulinzi na usalama kuna nyanja nyingine muhimu, yani sayansi pamoja na elimu. Tungependa Urusi tusaidie kuelimisha vijana wetu na kuwafundisha sayansi ili tuweze kuendeleza uzalishaji wetu wenyewe, viwanda pamoja na uhandisi, kwa sababu ni muhimu sana kwa bara letu la Afrika. Tunaamini kuwa ugaidi tunaoshuhudia leo unatokana na ubeberu na tunapambana nao. Tukimaliza vita hivi tukiwa na jeshi lenye nguvu, tutaweza kushiriki katika kuendeleza nchi yetu. Hili ndilo tunaloliona kwa lengo la mapambano yetu. Ndiyo maana ni muhimu sana kujenga na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wa pale Burkina Faso. Mara nyingi sana barani Afrika kuna matarajio mengi, mahitaji mengi katika swala la vifaa, na vifaa ndio sababu tuna mengi ya kufanya. Tungependa kuomba msaada, na jambo kuu unaweza kutusaidia ni uhamisho wa teknolojia pamoja na ujuzi. Tunahitaji kuelewa jinsi tunavyoweza kueneza vyuo vikuu vilivyopo nchini Urusi hadi Burkina Faso, jinsi tunavyoweza kufungua matawi ya vyuo vikuu nchini Burkina Faso ili kuwafunza wananchi wetu, wanafunzi wetu kwa njia za vitendo zaidi. Hili ndilo lengo letu la msingi. Tungependa Burkina Faso ijiendeleze na wanafunzi wengi waje kwetu kujifunza. Tunaona vijana wa ajabu wa shirikisho la Urusi. Kuna watafiti wengi wachanga kati yao, na tungependa watushirikishe uzoefu wetu.
Hii ndiyo hotuba ya rais wa Burkina Faso Kapteni Ibrahim Traore. Kuna kitu mmekiona cha tofauti? Binafsi pia nimeona kitu cha tofauti sana katika hotuba ya Kapteni Ibrahim Traore. Angekuwa ni kiongozi mwingine amekutana na rais wa Urusi bwana Vladimir Putin, unajua angezungumza nini? Angemwambia tunaomba tupate misaada ili tuweze kujenga viwanda. Tunaomba tupate misaada, tunaomba tupate ufadhili, tunaomba misaada, tunaomba misaada, tunaomba misaada. Yaani mwanzo mpaka mwisho ingekuwa ni kauli ya tunaomba misaada. Lakini mmemsikia kauli ya bwana Kapteni Ibrahim Traore. Anasema hivi, sisi tunahitaji kupata ujuzi, tunahitaji kuwa na viwanda, tunahitaji kuwa na teknolojia, tunahitaji vijana wa Urusi waje Burkina Faso wawafundishe raia wa Burkina Faso namna gani ambavyo wanaweza wakafanya maendeleo yao. Hizi ni akili za viongozi wachache sana ambao tumebaki nao katika bara la Afrika. Anazungumza ule uhalisia wenyewe kwamba wao hawahitaji msaada, ila wanachohitaji ni teknolojia zilizopo Urusi. Teknolojia ambazo zinawafanya Warusi wawe na teknolojia kubwa zaidi kwenye swala la kivita, wawe na silaha za nyuklia, wawe na miundombinu bora, wawe na kila aina. Hizo ndizo zinazotakiwa pia pale nchini Burkina Faso, na si vile ambavyo watu wanafikiria pengine kuomba misaada. Huyu ni Kapteni Ibrahim Traore, rais kipenzi kwa hivi sasa katika bara la Afrika. Tunamuona ni kiongozi mwenye maono makubwa, si kiongozi ambaye anatamani kuendelea kupata misaada. Na hili ndilo ambalo tumelikosa kwa miaka mingi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.